kama kukaa na sijui sasa hapo ndo utaniambia ni miscommunication baina ya yule ambaye alipaswa kuokoa mpira kwa maana alikuwa ni Shamu Karabua au Pimpin Kamara au ni mpira ambao ulikuwa yani ilikuwa ni sahihi mpira kufika katika mazingira yale na wale wachezaji kwenda kugombea, kwa maana kwamba hakukuwa na shida yoyote au kwenda kugombea, lakini ikatokea penalty. Nini kilikuwa sababu pale? Kwangu mimi naamini ni timing mbovu ya wachezaji wa Simba. Kwa sababu ukiangalia mpira unapigwa unaenda kudondoka eneo ambalo yuko Pacome, kulikuwa kuna watu wana uwezo wa kufanya clearance. Ila bado watu walikuwa hawaelewi ni nini wanafanya. Yaani kuna muda wa wachezaji wa Simba kwa ukiangalia kama vile wamesizi. Hawajui nini kinatakiwa kutokea hapa ili tuondoke kwenye hii situation. Pimpin Kamara pia. Yaani sielewi alikuwa anawaza kitu gani. Kwa makadirio tu ya kawaida, hakuna namna alikuwa anaweza kufika mahali ambako mpira upo. So ilikuwa ni vizuri abaki golini. Yaani hakukuwa na huo ulazima wa kutoka kwa sababu Pacome kwa namna yoyote ilimlazimu wa control mahali ikae chini. Yaani hakukuwa na option, na ndio maana baada ya kumuona tu Pimpin katoka, kaugusa tu mpira. Alafu mimi niko kwenye njia, umekuja kunivaa, umekosa mpira, watu wanafunika. Kwa hiyo kuna hizo timing tu, ukizikosea ukicheza na wachezaji kama Pacome, angalia kwenye tukio la kwanza ambalo Pacome anapata kadi. Ni tukio ambalo yeye anajua kwenye mazingira haya wewe lazima utaweka mguu kutaka kunizuia. Mimi nikifanikiwa kukuwini kwenye kile ambacho nimekikusudia, muamuzi akiwa kwenye ngombaya anaweza akanipa faida mimi ya mkwaju wa penalty. Ila uzuri ni muamuzi alikuwa karibu na tukio na aliona kilichotokea. Mwisho siku akamlamba Pacome kadi. Kwa hiyo hizo timing ukizikosea tu umeumia wewe. Kwa hiyo mimi naamini ni timing mbovu ya wachezaji wa Simba, timing mbovu ya Pimpin Kamara. Sikuona ulazima wewe kufanya alichokifanya. Mwisho wa siku amekuja kuleta madhara na amekuja amefungwa. Okay, sawa. Ashrafu, tujaribu kuangalia kile ambacho tunasema kwamba uwanja. Mashabiki leo uwanjani hawajajaa. Sure. Wameenda wachache tunaweza kusema. Mwamko ulikuwaje kwa siku ya leo unahisi? So down kaka. Yeah, yani dabi nje ya uwanja, kwa maana pale ambapo watu walikuwa wanacheza mpira ilikuwa ni kawaida. Mashabiki walikuwa ni wachache mno, vitu vilikuwa ni vingi ambavyo vijajaa. Na hiyo yote imetengenezwa na mazingira ambayo wenyewe wameyataka yawe. Unaelewa, mechi ilikuwa na mvutano sana, lakini pia mpaka dakika za mwisho mashabiki wa Simba walikuwa hawaelewi nini kinaenda kutokea, timu inaenda au iende. Na ni kipengele ambacho Simba wanatakiwa kwenda kuwaomba radhi mashabiki zao, kwa sababu walikuwa wanajua. Mimi niliandika juzi kwamba wanajua wanachokifanya Simba, na uongozi unajua na wachezaji wanajua kwamba wanaenda kucheza, si ndio? Lakini kuna mashabiki zenu wengine walishakataga ticket. Kwa nini amwambie watu wakaende wakacheze mpira? Si ndio? Walitakiwa waambiwe waende wakaisupport timu yao, hata kama atafungwa ni matokeo ya kawaida kwenye football. But mnaficha zenu, mnataka support, mnakuja I don't know why watu wanachukulia vipi mashabiki zao, rafiki yangu. Lakini mimi nadhani walitakiwa kutoa taarifa kwa sababu jambo lilikuwa limeisha. Lakini ukipita mitandaoni, kama unakumbuka leo mashabiki wanakuja, hatuendi, hatuna mechi. Wameshikilia msimamo way back. Kwa sababu kuna kipindi hapo tulikuwa tunaona jana na juzi wanaaga msimu kwenye Instagram yao. Kwa mashabiki wanaamini kwamba timu haichezi. Then dakika za mwisho mnatoa posti, mnamkomoa nani? Kuna mashabiki wa Simba walikata tiketi kwenye dabi ya mwanzo ile, na hela yao ilitakiwa kutumika kwenye dabi hii, hawajaenda, si ndio? Maana yake ile ndio imeisha. Kwa hiyo regardless ya matokeo ambayo yamepatikana, lakini mimi naamini walitakiwa kuwapa information kwamba tutaenda kucheza. Mashabiki ambao watahisi watakuwa na nafasi waje support timu yao. Lakini kwangu mimi sijafurahishwa nayo. Muamuzi perfect. Sasa hapa nataka niweke sawa kitu kimoja. Maana unaona watu wananitumia message kwamba wewe ulisema uwataki hawa waamuzi. Wakati mwingine watu wanasikiliza vibaya. Umeona kilichosikiliza? Iko hivi. Kuna tofauti ya kusikiliza na kusikia. Okay. Umeona kilichofanyika leo pale? Tunasema tunampa 99% pengine mwamuzi. Nataka na mechi ya Fountain Gate zidi ya Kagera yale maamuzi yafanyike huko, ili ligi yetu iwe watu wanapata alama kihalali kama tulivyoangalia leo. Isiwe mechi moja kama hii. Unaelewa? Okay. Kama mimi ni mmiliki au mdau wa Azam, nilishawahi kunyimwa alama 3 kwa maamuzi mabovu ya referee. Alafu leo naona wenzangu pale wameletewa referee bora ambaye amechezesha bila kipingamizi. How do you feel?
fair comment kaka. Unajisikiaje vilabu vingine kwamba Fountain Gate wamelalamika wana mechi kama 10 kaka. Wanapewa penalty za uongo yani. Una opponent wao wanapata penalty kwa sababu ya maamuzi mabovu ya nani? Waamuzi ambao tuko nao. Then leo amekaa kwenye TV anaona timu ya ligi kuu hawachezi Champions League, wanacheza ligi kuu hiyo. Wameenda kuchukulia waamuzi wengine wanachezesha mechi yao. How do you feel? Vibaya. Na kanuni zinazotumika na sheria ni zile zile ambazo zinatuongoza watu wote kwenye mpira wetu, si ndio? Kwa hiyo mimi point yangu ilikuwa kwamba kuwaleta hawa watu ni wanajua mno ni jambo jema, lakini nataka watu wa maintain, watu wote wapate haki kaka. Sawa sawa bwana.